Fatuma, ushakutana na kitu gani kwenye muziki, kwenye maigizo ambayo alikukatisha tamaa ukatamani kuacha maybe? Nakumbuka mbali sana. Nakumbuka kipindi kile tulikuwa tuna vikundi. Kipindi kile ndo naanza sana kabla sijaingia, yani kama hiyo sasa hivi, unajua sasa hivi kama ofisi nimeingia ni kwenye ofisi kubwa sana. Sijui nielewa. Tofauti na zamani tulikuwa kwenye vikundi nini. Kwa sasa hivi nipo kwa ma-producer wakubwa kabisa. Sasa hivi sure. Kipindi kile nilikuwa kata tamaa. Yani mtu mnaambiwa mchange hela kwenye kikundi. Changeni tunaenda kambi. Sijui umenielewa. Utakuta mbaba mtu mzima, unaweza kumuita babu ama baba. Yuko smart kila kitu, katuweka watu 30, katuweka watu 40, kila mtu anataka kuwa nani? Msanii. Basi utakuta mtu anakuambia anasema changeni hela, kila mtu begani 3,000. Kipindi hiko muda lakini 3,000 jingi. 3,000 kila mtu. Basi nakwambia naenda nyumbani, nakwambia nalia, naambia mama naomba hela nikatoe kwenye kikundi. Hela ya nini? Mama nataka tutoe na new yetu na sisi maigizo yetu. Wenyewe kwa tunahitaji maigizo. Maigizo yetu mama, sisi tuonekane kwenye TV kama vile wakina mzee nani wale, yani nadhani umenielewa. Sure kabisa. Mama anasema bwana wewe tangia ulivyoanza kwani leo sijui nini, yani nagombana naye, anatoa hela ananipa. Yani tulikuwa tunajitahidi sana kutoa hela, tunachanga sana hela. Lakini mwisho wa siku nakuta yule mzee mwenyewe amefanyaje? Anakimbia. Uchoki, unaenda kwenye kundi lingine pia hivyo hivyo. Baadaye nikasema jamani, mimi tena sasa makundi sitaki. Nikisema fani kuna kundi fulani kila Jumaa ngapi? Sijui ni kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Unajua mimi nishaenda mpaka Morogoro Mimi nimeenda tena nilimtorokaga mama yangu mpaka Morogoro, nimeenda kwenye vikundi huko kwa ajili ya mambo ya nini? Ya sanaa. Yani mimi sanaa ilikuwa kwenye damu. Basi mpaka Morogoro nimeenda. Lakini baadaye nikaja, ukienda unakutana na vitu tofauti. Wewe una shida yako hii, unakutana na vitu hivi. Basi nikawa nimepata tamaa. Umenielewa Lakini nikasema hapana, baadaye nikasema hapana. Mimi hichi kitu kipo kwenye damu kabisa, yani kipo kwenye moyo. Kwa nini? Nikasema hamna. Ndio vile kama siku zile nilipokuja hapa tena nilikwambiaga, nilikuwa nikimuona hivi hata msanii mkubwa mimi nilikuwa simuogopi. Hata nimuone sehemu yote, sehemu ya starehe, nimuone sehemu yote ile, mimi nilikuwa namfuata namsalimia, bwana mimi msanii naomba hivi na hivi, yani hivyo yani. Kwa ulikuwa na ile spirit ya kupambana. Ya kupambana. Tamaa nilikata kitu kupitia kwenye vile vikundi. Sijui umenielewa Lakini baadaye nilivokaa nikasema hapana. Mbona mimi ni msanii mkubwa sana? Yani mwenyewe nikawa nasemaga, mbona mimi msanii mkubwa sana? Sijui umenielewa Nikasema hapana. Hii safari naianza tena upya na nitafika ninapopataka. FM.